Zaburi 40 mstari wa kwanza na wa pili nasema, nilimngoja Bwana kwa saburi, naye akaniinamia, akasikia kilio changu. Akanipandisha kutoka shimo la uharibifu, kutoka matope na utelezi, akaiweka miguu yangu juu ya mwamba, na akanipa mahali imara pa kusimama. Bwana apewe sifa. Amen. Ati nilimngoja Bwana kwa uvumilivu. Wakati sikukuwa na kitu nikamngoja Bwana. Wakati mfuko yangu ilikuwa kuna ukavu. Wakati mwili wangu nilikuwa nasikia kuna maumivu. Wakati nilikuwa nasukumwa na watu na kusengenywa na watu na kunenwa na watu na kuinukiwa na watu na kuchukiwa na watu, nikamngoja Bwana kwa uvumilivu. Maana wakati huo nilikuwa kwenye shimo la uharibifu. Lakini naye Bwana akaja akanikanyagisha miguu yangu juu ya mwamba, juu ya mwamba. Ukisemekana juu ni mahali watu wote watakuona vizuri. Waliokuwa wanakuona ukiwa mgonjwa, wakuone ukiwa na afya nzuri. Waliokuona ukiwa hauna kitu, wakuone umebarikiwa. Waliokuwa wanakuona wanakudharau sana, wakuone ukiwa umeheshimiwa. Lakini hiyo jambo linatokana na kumngoja Bwana kwa uvumilivu mwingi, ukiwa kwenye shimo la uharibifu. Bwana besiwa. Kuna kitu wakati mwingine Jehova anaandaa ama anawekanga kwa ajili ya kujitukuza kukipitia. Bwana besiwa. Haleluya. Jehova hujitukuza hata kupitia umasikini. Bwana hujitukuza hata kupitia magonjwa. Bwana hujitukuza hata kupitia kukataliwa. Bwana hujitukuza wakati mtu amekuwa hata hana mtoto. Jehova anaweka hiyo jambo ili aangalie moyo wa uvumilivu ndani ya mtu. Wakati ataona ule moyo, atamtoa kwenye ile shimo la uharibifu, amkanyagise kwenye mwamba mahali pa juu, ili watu wote wamuone kwa njia kubwa. Bwana apewe sifa. Unajua kwamba ninasema ya kwamba Bwana akamweka Hana tumboni mwake utasa. Ne Hana akamngoja Bwana na kumulilia, maana Mungu anasema akasikia kilio yangu na kumulilia. Ne Bwana alipokuja alimuondoa kwenye ile shimo la uharibifu la utasa, akamkanyagisa mahali pa juu pa kuwa mzazi na mama wa watoto. Watu wote wakamuona, wakaanza kusemezana, ule ndiye alikuwa Ana wa Elikana aliyekuwa tasa akaliania na watoto. Maana alimngoja Bwana hata ikawa alikuwa kwenye shimo la uharibifu. Alikuwa analia tu na kumngoja Bwana. Watu wa Bwana, hakuna jambo zuri kama kumngoja Bwana. Hebu tukimbie kwenye kitabu cha James, Yakobo 5 mstari wa 7 na wa 8. Yakobo 5 mstari wa 7 na wa 8. Tukaangalie na tukasikie. Nafikiri tuko pale 5 mstari wa 7 na wa 8. Kama umefika tusomee na utabarikiwa. Inasema, kwa hiyo ndugu zangu, vumilieni hadi kuja kwake Bwana. Angalieni jinsi mkulima angojavyo ardhi itoe mavuno yake yaliyo ya thamani, na jinsi anavyovumilia kwa ajili ya kupata mvua za kwanza na za mwisho. Bwana apewe sifa. Amen. Tumehimizwa enyi waumini, ngojeni Bwana kwa uvumilivu. Ina maana ya kwamba wakati tunaomngoja Bwana kuna mambo tutakuwa tunapitia, lakini tunahimizwa tumngoje Mungu aliyetuokoa. Tuwe na roho ya kumngoja Mungu aliyetuita, na tuwe na moyo wa kumngoja Mungu aliyetuchagua. Yaani tumngoje Bwana
tukiwa na kuvumilia. Maana kuna watu watakwambia, Mungu wako amekawia sana. Nilikuta babu yako na babu ya babu yako wakisema Yesu anaja, na wewe pia unachukua ile maneno ya kusema Yesu anaja. Mtu atakuuliza, kwani huyu Yesu wako anakujaga na gari gani? Hili gari mpaka wa leo halijawahifika. Bwana besiwa. Unajua hiyo ni maneno ya kukuondoa katika imani ya kumngoja Bwana. Bwana besiwa. Maana kuna watu watasimama wakuuliza hiyo maswali. Unamngoja Yesu, maana anaja. Babu yako na babu walikuwa wanasema hivyo, nawe pia unasema hivyo. So ananena maneno ya kukutoa katika hali ya kumngoja Bwana ukiwa na vumilia. Watu wa Bwana, na tumngoje Bwana tukiwa na uvumilivu. Neno sema ya kwamba kama vile mkulima anaopanda mazao, haleluya, na kuivumilia ile mazao mpaka mvua ya mwisho, na tena kuwe na kajua ili ile mazao ayafune kutoka sabani. Tumepewa mfano mzuri ya mkulima. Bwana besiwa. Watu wa Bwana, hebu ulisomee mstari wa 11. Wasemaje? Mstari wa 11, hiyo Yakobo 5. Mstari wa 11. 11 inasema, kama mnavyojua, tunawahesabu kuwa wabarikiwa wale waliovumilia. Akina nani? Mmesikia habari za uvumilivu wake Ayubu, na mmeona kile ambacho hatimaye Bwana alimtendea. Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Ati jinsi mnavyosikia, tumepewa tena mfano mwingine ya kwamba Ayubu alivumilia akiwa anamngoja Bwana kwenye shimo la uharibifu. Mali ndio hiyo imeenda, watoto ndio hao ameenda, mwili ndio huo umekojeka, lakini Ayubu hakuondoka kwa Bwana. Alikoja Mungu akiwa na moyo wa kuvumilia. Watu wa Bwana, tunanenewa kuhusu kuvumilia. Watu wa Mungu, wakati unapokuwa na ndoa, kuna mambo utavumilia katika ile ndoa. Wakati utakao kuwa na watoto, kuna mambo utavumilia katika wale watoto. Wakati utakao kuwa na marafiki, kuna mambo utavumilia katika wale marafiki. Maana ukiwa hauna roho ya kuvumilia, kuna mambo mengi hautapokea. Maana katika ukiona mtu amekaa kwa ndoa, ujue ni kuvumilia. Maana kuna jambo anaoangalia na anaotarajia siku moja litakuwa nzuri. Ukiona mtu ako na watoto analea, anavumilia, anawatafutia chakula, anavumilia, anawasomesha, kuna jambo anatarajia. Hebu tuwe watu walio na roho ya kuvumilia. Hebu fikiria uko na mzazi, na mzazi wako awe tayari amesonga kimiaka. Unajua hata wakati mwingine akienda kwenye haja hata hakumbuki kumwaga maji. Kifika kule, maana huna roho ya kuvumilia, unadodokwa na maneno, unadodokwa na matusi. Haleluya. Watu wa Bwana, tusipokuwa na roho ya kuvumilia, kuna mambo tutaharibu. Haleluya. Hebu uwe na bwana mrefi anaokuja akiwa mrefi, anakuta hata wakati mwingine anafikiria ako nje alikojoa, kumbe ako kwa kitanda na amelala. Haleluya. Mkiwa mlala tu nasikia hiyo joto. Unajua wakati mwingine joto utaisikia tu. Hiyo joto ya nini? Kwaheria. Bwana amesema usipokuwa na roho ya kuvumilia, haleluya, utadondokwa na maneno, na hiyo maneno itaharibu boma lako. Bwana amesema, haleluya. Na pia lazima utavumilia, maana wakati mwingine hata huna katoto kadogo, lakini utavumilia kukionekana ukianika godoro. Bwana amesema, haleluya. Maana kuna watu watakuuliza,
Kwani siku hizi watoto hapa ni nini? Na hauna mtoto. Bwana amesema. Lakini utavumilia mtu wa Bwana, maana kuvumilia kuna mambo yanapoleta mabadiliko. Bwana amesema. Ukiona mtu hana roho ya kuvumilia, kila wakati hujawa akiona tu jambo kidogo limefanyika kwa njia isiyo stahili, yani anakuwa na makelele na matukano, makelele hata na vita. Bwana amesema. Vumilieni watu wa Bwana. Bwana amesema. Tukivumilia tutakwenda mbele. Tukivumilia tutamuona Mungu. Bwana amesema. Hata tukivumilia mambo yetu yatakuwa mazuri. Mambo yetu yatatengenezwa na mambo yetu